الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عباد الله, tunaendelea katika msururu wa durus zetu za Ramadhan. Tupo katika adabu siyam, adabu ya mwenye kufunga. Naam, miongoni mwa adab ni mtu kuleta dua wakati wa kufuturu. Je, hiyo dua uletwa wakati gani khas? Dua ya mtu mwenye kufuturu huletwa baada ya mtu kufuturu, hailetwi kabla ya mtu kufuturu. Na dua yenyewe ni maarufu ambaye alayhi salatu wassalam ametuelezea kupitia hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Hii ni dua imepokewa na Ibn Umar. Anasema Rasul alayhi salatu wasalam alipokuwa na futuru, yani bimaana kisha futuru, alikuwa anasoma dua kama hii: dhahaba adh-dhama'u wa batallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Hii ndio dua ambayo kwamba imethibiti kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Naam, ikishafika wakati wa kufuturu, bimaana jua imeshazama, kilichokuwa bora zaidi mtu kufuturu nayo ni tende. Kisha kama hakuna tende, basi akipata maji itakuwa ni bora zaidi. Akikosa hizi, basi ndio atakuwa na mwenye kufuturu na yale ambayo kwamba ni ya kawaida. Lakini akipata tende ni bora zaidi kufungua nayo. Ama ya pili ni maji ambayo kwamba Allah azza wa jalla huwa bariki wengine na wengine wakakosa. Wale ambao kama wamekosa, la ba'sa, wanaweza kufuturu na chochote ambacho kwamba wamekipata. Kisha baada mtu kufuturu anafaa kuomba dua kama hii: dhahaba adh-dhama wa batallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Bimaana imeondoka kiu, wa batallat al-uruq, na zile mishipa imepata maji ya kuweza kuilainisha, wa thabata al-ajru insha Allah, na nataraji kwamba ujira imethibiti kutoka kwa Allah azza wa jalla atakapotaka Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hii ni dua ambayo kwamba watu hupuuzilia kwa wingi. Na pia nukta nyingine muhimu zaidi ni wakati huo baina ya adhan na iqama dua ukubaliwa, na hasatan mwenye kufunga baada kufuturu dua yake moja kwa moja inaenda kwa Allah azza wa jalla. Watu wachukua fursa kama hii kumuomba Allah azza wa jalla ambaye kwamba wanayatamani katika maisha yao. Kuna mambo kwamba kuna dhiki kadha wa kadha, kila mmoja anajua nafsi yake, basi wakati huo ni dua inakwenda kwa Allah azza wa jalla moja kwa moja. Basi usikae kwa kupiga hadisi ama kujibugia chakula. Ukisha futuru, basi muombe Allah azza wa jalla kwa wakati ule. Baada kuomba dua kama hii, fahamu kwamba dua yako itakuwa ni kufika kwa Allah azza wa jalla. Tuombe Allah azza wa jalla tujali min alladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsana. barakallahu fikum wa ahsana Allahu ilaykum. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.